بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء جل قربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma na amani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inshallah tuendelea na madarasa haya kwa taufiki ya Allah katika kitabu cha Ar-Risala Al-Jami'a. Na tulizungumza kuhusiana na zile nguzo tano. Kwanza tulizungumza na masail ama maelezo ya imani mwanzo wa kitabu, kisha tukazungumzia masala ya swala, zaka mpaka mwisho, sio? Kisha tukazungumzia sasa maasi ya moyo ama namna ya kusafisha nyoyo. Tukazungumzia maasi ya moyo jana, tukamalizia taa za moyo, na leo inshallah tutaingia katika maasi ya viungo. Na tutazungumzia maasi ya uso, maasi ya tumbo, yani maasi ya macho, maasi ya ulimi, maasi ya masikio tutazungumzia inshallah. Lakini jambo ambalo nataka kutanabahisha ndugu zanguni, maulama wasema hususan mafunzo kama haya yanayofungamana na kusafisha moyo ni kuwa linalotoka moyoni hufika moyoni. Linalotoka moyoni hufika moyoni. Sisi tunajua zama zetu mashallah wazungumzaji ni wengi, lakini uovu umezidi au umepungua? Uovu umezidi. Maulama watuambia ni kwa sababu sisi wazungumzaji hatustahiki. Ima hatustahiki ni kuwa hatuna elimu ya sawa sawa, ama hatustahiki ni kuwa yale tunayosema hatufanyi nini? Hatufanyi kwa vitendo. Naam. Sasa ambalo nilikuwa tunataka kuwatanabahisha, hata kama muona taksiri kwa yule mzungumzaji, hata kama muona taksiri kwangu, yani muona hata kama hamuoni yani yale madhambi labda, ama kuwa mimi sifanyi tatbiki, lakini muona kama mbona haya maneno hayatugusi moyoni, nyinyi jaribuni mumuache huyo mzungumzaji, msimshughulikie mzungumzaji. Nyinyi jaribuni mufikirie yale anayozungumza. Jaribuni, yani iwe kazi yetu ni tufikirie yale yanayozungumzwa. Maana haya mazungumzo hata kama mimi ndo nazungumza kihakika, kwanza kabisa nafaa kuyaelekeza kwangu mwenyewe, kwa sababu sisi wenyewe tuna taksiri kubwa. Shaona haitegemei sasa mara nyingine inaweza kuwa mzungumzaji ameeleza mambo kwa uwazi, ametupa dalili, ametueleza kiakili, ametueleza kiakili na nini na nini, lakini wapata mazungumzo hayafiki wapi? Moyoni. Sasa tufanyeje? Sisi tumuombe Mwenyezi Mungu haya mafunzo atufanye nini? Yani ayafikishe wapi? Moyoni. Sawa. Naam. Sasa tutaeleza kiswa kimoja na visa viwili. Kimoja nafikiri mshakisikia. Kimoja na hakika itakuwa mshakisikia. Cha moja katika maimamu wale wa kwanza kabisa wa tabiina, kama sijakosea, Hasan al-Basri. Siku moja alikuja mtu akamwambia, nafikiri iliwahi kutajwa hapa msikitini. Hii si kwamba mimi nimekuwa hapa. Aliulizwa yule Hasan al-Basri, ama alikuja mtu akamwambia Hasan al-Basri, imamu, hebu, yani alikuja mtumwa akamwambia imamu, hebu zungumza kuhusu fadhila za kuacha nani? Mtumwa huru. Maana yake huku mimi natamani ubosi wangu aniwate. Wewe kila unalozungumza watu wanasikiza, maskini wanatabikisha. Ukizungumza umuhimu wa swala, ona watu wamezidi misikitini. Ukizungumza uharamu wa riba, ona watu wameacha riba. Sasa nataka uzungumze fadhila za kuacha mtumwa huru, mimi bosi wangu akikusikia atafanya nini? Ataniacha huru. Basi Hasan al-Basri akamwambia inshallah. Haya. Basi ikapita wiki mbili, hakuzungumzia. Mpaka baada ya kama miezi mitatu akazungumzia. Alipozungumzia, yule mtumwa akaachwa huru. Bosi wake kweli akamwacha huru. Basi yule mtumwa akamfuata Hasan al-Basri akamwambia, ya imam, nimeshukuru sana, umenisaidia. Wewe unzungumza jana, leo ameniacha huru. Alhamdulillah. Lakini lao ungekuwa umezungumza kitambo, ungekuwa mimi nimeachwa huru kitambo. Lakini khairi pia, afadhali, sio? Heri nusu mkate kuliko kukosa kamili, sio? Basi al-Imam Hasan al-Basri, Mwenyezi Mungu amrehemu, asemaje? Mimi ilikuwa sina pesa, sijawahi kuacha mtumwa huru. Sasa ningezungumza ingekuwa hakuna athari, isingefika. Nyinyi muona mimi nikizungumza athari inafika, watu wanaathirika, watu wanatabikisha, kwa sababu mimi mwenyewe yale matendo huwa nahakikisha kuwa
Nishafanya. Sasa huyu ya mtumwa mimi nilikuwa sina pesa. Ikabidi niende nitafute pesa. Sasa nikachanga mpaka nilipopata pesa ndio nikanunua mtumwa, nikamwacha huru. Kisha sasa wiki inayofuata nikafanya nini? Nikazungumzia fadhila za kuacha mtumwa huru. Kwa sababu nimefanya Mwenyezi Mungu akatia kabuli pale, akatia athari, watu wakasikiza maneno. Tamam. Kisa kingine chatajwa ni cha al-Imam Abdul Qadir al-Jailani. Huyo Abdul Qadir al-Jailani huyo. Imamu mkubwa, ana mambo makubwa, amesomesha watu wengi. Alikuwa Imam Abdul Qadir al-Jailani akizungumza watu wanalia. Hasan al-Basri. Abdul Qadir al-Jailani alikuwa yeye akizungumza watu wanaathirika sana. Kila akizungumza watu wanaathirika, wanalia. Wanatoka kwenye kikao, kwenye jalsa, kwenye khutba, wanalia, imani imepanda. Shaona? Bas siku moja mtoto wake sasa msomi. Mtoto wake amepelekwa akasoma. Sasa mzuri kwenye lugha, akizungumza Kiarabu anazungumza Kiarabu kizuri, safi yani, ushaelewa? Yaani maneno mingi, balagha nyingi. Ushapata kuna watu mashallah akizungumza analeta abiati za shairi, yani analeta mashairi, na akileta ile mashairi ya kifasiri nyinyi wenyewe mwasikia raha, yani ni mtu ana nini? Ana ufasaha. Sio, ana ufasaha akizungumza yani kila mtu anamuelewa vizuri. Unajua kuna watu ni wasomi lakini hawana ule ufasaha. Na kuna watu sio somi lakini wana nini? Wana ufasaha. Sasa kuna watu wamejumuisha mbili. Almuhim mtoto wa Abdul Qadir al-Jailani ilikuwa ana ufasaha na ni msomi. Bas. Sasa yeye kawa yashangaa. Huyu babangu yuzungumza maneno ya kawaida. Watu wanalia. Je, mimi nikija nikizungumza na mimi nina ufasaha na elimu na nini? Hawa watu si watalia zaidi? Basi kawa kila siku maskini yuatamani babake ampe nafasi azungumze. Siku moja babake akampa nafasi. Akaja yule kijana akazungumza. Aya, Kiarabu, maaya, mahadithi, itwaje zile mashairi. Watu wanketi tumwangalia kama mawe. Yaani hawaathiriki, yani hawali. Yule akashangaa, mbona hawa babangu yeye zungumza mambo ya kawaida na wao walia, mbona yangu hawali? Bas almuhim akamaliza. Alipomaliza watu wanatulia tu. Yani yule anazungumza maneno mazuri kilugha, yani kifasaha. Basi akaja Abdul Qadir al-Jailani akasema hivi, akasema mama wa watoto ampika kuku akamweka juu ya meza, akamwata yule kuku, amempika vizuri, mara akaja paka akamla akammaliza. Watu wote msikitini wanalia. Hiyo tu. Sayyid Abdul Qadir al-Jailani ametoa maneno hayo. Watu msikitini wamelia. Yule mtoto akashangaa. Baada ya ile kikao akamfuata mtu. Akamwambia, bwana, wewe imekuaje? Mwalia nini? Unilia nini? Mimi ninazungumza karibu nusu saa, fasaha baada ya fasaha, shairi baada ya shairi, aya baada ya aya, hadithi baada ya hadithi. Mmezungumza lugha nzuri yani. Mbona hamkulia? Lakini babangu amesema kadha. Yule mtu akamwambia, babako aliposema vile unajua amaanisha nini? Amaanisha mtu ankwenda answali swala nzuri, ama amfunga saumu nzuri, answali bismillah, amerefusha ile swala, ameleta na khushu', yani ukimwangalia sura zake ana khushu', kumbe ana ria yafanya kwa ajili ya kuonyesha watu. Sasa ile ria ndio ile paka. Wewe umepika kuku mzuri, umeswali vizuri, lakini kumbe wafanya kuonyesha nani? Watu. Sasa yule paka kaja yule kuku akamla, faida ya kuku ni haiko tena. Sasa faida, sasa basi ndio sisi tukalia. Angalia. Yule amezungumza kila mmoja akawa na pungufu yake akalia sasa. Wakaathirika. Falmuhim ndugu zanguni, nyinyi wakubwa zangu, nyinyi wazee wangu, la muhimu Sayyid Abdul Qadir al-Jailani. Abdul Qadir al-Jailani aitwa Sayyid kwa sababu yeye nasaba yake arudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir al-Jailani. Sawa, kwa hiyo ni hivyo, yani sisi tujaribu haya mafunzo, hata kama mimi si yatabikishi, hata kama mzungumzaji yoyote hayatabikishi, wewe usimwangalie yule mzungumzaji. Maana siku ya kiyama ndugu zanguni hatuendi kuulizwa kuhusu yule mzungumzaji. Sisi tufanye bidii, hata kama mzungumzaji ni mkosa, sisi tuangalie kinachozungumzwa sawa, ni cha kweli, kinatufaa ama la. Kwa sababu gani nasema hivi? Jamani, haya mafunzo yaliyopita kuna mambo tumetaja, mambo ambayo yanahitaji kukaririwa karibu kila siku. Mambo ya kuwa na dhana mbaya. Yaani nimeona kitu kimetokea. Kwa mfano, tatoa mfano. Wewe una kama simu,
umekuja, ama tuseme mfano una kitu chako umekiweka chumbani, kama hapa ni room yaitwaje, ofisi hivi ya walimu labda, kuna vitu huwa vimewekwa hapa, ukaja siku hiyo ukaikosa, hapo tukalaumu wanafunzi? La. Hapo tukasema wanafunzi wameiba? La. Hapa ni dhana mbaya. Inawezekana kuna mwalimu alikuwa yuhitaji akachukua kaenda kaichaji pale nje, amechukua chaji amekwenda kuchaji nje, nimekuja mimi nimemlaumu mwanafunzi. Dhana mbaya. Haya mambo ni madogo, lakini mtu hawezi kukataa kuwa ni dhana mbaya. Shaelewa? Hatusemi wewe keti tu ukiibia uketi tu kama zuzu, la. Lazima utafute, lazima uchunge vitu vyako. Lakini sio kila kinachotokea sisi tukifanya ni nini? Ni kibaya, tukalaumu watu. Moja. Pili, mambo ya kusengenya. Mtu fulani amekosea. Jamani, usimtaje isipokuwa katika hali fulani. Kama tutakavyokuja kuzungumzia mambo ya kusengenya, afwan, hiyo mambo ya kusengenya yatakuja. Lakini kuna masala ya ria, masala ya hasadi, masala ya kibri. Sisi hapa, yani tunasoma darasa hili kwa sasa, ni watu ambao yani kila mtu ana wadhifa fulani hapa. Yani utasema wale wanafunzi kwa upande wa wadhifa hizi za kidunia kuwa wao wako chini yetu. Huyu ni ustadhi, yule ni mwenye kuwahudumikia, yule ni mpishi, yule ni haris, yule ni kadha, yule sio. Yani hakuna wanafunzi hapa yani. Katika sisi hakuna wanafunzi. Kwa hivyo tuweza kuwa tujiona ni wakubwa kuliko wale la. Labda sisi wakubwa wao kiumri tu. Hapo tuna haki kusema mimi mkubwa wake kiumri. Lakini hakuna fadhila wewe kuwa mkubwa kiumri. Sio? Hakuna. Tena kuna watoto hapa hawajabalighi, hawana dhambi. Wewe sisi kweli tuna moyo wa kwenda mbele ya Mungu kumwambia sisi hatuna dhambi? Kwa hivyo hatuna haki ya kutakabari, hakuna haki ya kuwa na ria, hakuna haki ya hasadi. Haya mambo ya suudhan, haya ni mambo tujaribuni ndugu zangu. Kama nilivyowaambia, mtu atafute zile clip fupi YouTube, tapata mashekhe hata wa Kiswahili wamezizungumzia kiburi nini. Tujaribu tuwe tunajikumbusha. Tuwe tunajikumbusha. Sawa, leo inshallah tutaingia kwenye aitwaje maasi sasa ya viungo. Asema shekhe maasi aljawarihi. Utasoma maasi aljawarihi. Maasi ya nini? Ya viungo. Wa amma maasi aljawarihi maasi batni مثل أكل الربا وشرب كل مسكر وأكل مال اليتيم وكل ما حرم الله من المأكولات والمشروبات وقد لعن الله ورسوله آكل الربا وكل من أعان على أكله ولعن شارب الخمر وكل من أعان على شربها حتى حتى البائع لها. Naam. Asema shekhe maasi aljawarihi, maasi ya viungo. Ndugu zanguni, kama tulivyokadimisha tulivyotanguliza, ni kuwa mtu hawezi kumaasi Mwenyezi Mungu kwa macho au kwa mdomo au kwa tumbo au kwa mkono au kwa miguu au kwa masikio au kwa mwili, isipokuwa moyo ukikubali. Kwa sababu maasi ya nini? Mfano maasi ya mtu kula riba. Kula riba ni upewe pesa, ile pesa uitukue. Sio? Wewe ikiwa moyo wako hautaki ile pesa utachukua? Utachukua. Tumeelewana? Ukiona hapa kuna tembo, ikiwa moyo wako hautaki, utakunywa ile tembo? Na kabla hata mtu aulize, je, ustadhi, je Ahmad, haya maasi mtu akifanya kwa kusahau ama kwa kutojua, mtu amekunywa tembo na hajui ni tembo. Umeona glasi pale yeye akafikiri ni maji, piga akinywa bwana amelewa, hana dhambi bwana. Hana nini? Hana dhambi kabisa, wala dhambi ndogo. Hakujua bwana. Tumeelewana? Na ni hivyo madhambi yote bwana. Wewe umeulizwa, bwana fulani amekuja, kusema ndio amekuja, kumbe hajaja. Wewe hujui, wewe waona umemuona. Unajua mara nyingine umeona mtu amevaa kanzu kama yake,
Ama umeona gari lako ukasema ndio amekuja. Kwa hivyo wewe ulichosema kihakika ni urongo, manake hajaje yule mtu. Wapata dhambi, upata dhambi. Upata dhambi manake huku jua. Tumeelewana? Kwa hivyo si ati mtu aseme khalas bwana. Yule bwana ankunywa tembo bwana yule. Kumbe amekunywa hata hajui, basi ampata dhambi. Hata hajapata dhambi wala hakuna ishkali. Asema Sheikh, wa amma ma'asil jawarih, ama maasi ya viungo, fa ma'asil batni. Sasa basi maasi ya nini? Ya tumbo. Ataanza na maasi ya tumbo. Maasi ya tumbo nini? Asema mithl akli riba, kama kula nini? Kama kula riba, kula pesa za riba. Sawa. Na haya ni katika mitihani mikubwa sana katika zama zetu. Na ndo pale bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asemaje, itakuja zama hata kama mtu hali riba itakuwa imeenea sana. Hata kama mtu hali riba, basi angaa lile vumbi lake litamfikia. Na ndo zama tulizoko. Nani haiki pesa benki? Kila mtu yaweka. Hata kama utasema mimi naweka kwenye benki ya Kiislamu, ile benki ya Kiislamu ina mafungamano na Central Bank. Kweli morongo? Central Bank ni riba lazima. Benki zote hizi zingine lazima zina connection na Central Bank. Hawezi kufanya kazi zao mpaka wawe na mafungamano na Central Bank. Lazima hiyo. Na Central Bank ni riba. Ya kafiri. Central Bank ya Kenya kafiri sio? Riba. CBK. Sasa. Kwa hivyo hata kama wewe yako haina, lakini ile benki unayochukua pesa zako imefungamana na riba. Wale benki wanajaribu. Hizi benki ambazo zaitwa za Kiislamu, hakuna maneno, kuna maneno hatu, lakini zinajaribu anga kutupunguzia sisi Waislamu ile etwaje mambo ya kula riba. Zinajaribu. Wametimiza sawa sawa, hawajatimiza mambo mengine, mambo ya kifikihi hata maulama ndo wazungumzie. Sisi hatuhusu. Lakini kivovote ni kuwa mtu lazima amekaribiana na riba. Sasa mtu afanye bidii aepuke. Jamani, katika sheria watu wawili wamepigwa vita. Watu wawili tu. Mwenyezi Mungu ametangaza vita dhidi ya watu wawili. Mmoja katika Qur'ani, mmoja katika hadithi. Wa kwanza ni mlaji riba. Katika aya inazozungumzia riba, Mwenyezi Mungu asemaje? Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Basi watangazieni hao wenye kukataa kurudisha mali ya riba. Watangazieni nini? Vita. Kuwa kutakuwa na vita. Mungu atawapiga vita. Mungu na mtume wake atampiga vita. Hapiga hesabu. Wewe sisi siku ya kiyama twende, wewe Mungu amekutangazia vita. Yaani hapo ukiambiwa tu baba ya serikali ya kuangalia. Si ati serikali ya kupiga vita, serikali ya kuangalia tu. Na nikiji serikali tu ule mtu aonekana khalas ashakwisha yule. Sio? Ama sijui wewe tajiri fulani yule bwana amemtangazia vita bwana. Khalas tunaona biashara yake yule mtu ishakwisha. Haje Mungu na mtume wake. Utakwenda pepo yana. Mungu amekupigia vita, utakwenda pepo yana. Tatafuta pepo, Allah yenu. Mungu atusamee. Na wa pili ni mwenye kuudhi ama mwenye kuwafanyia uadui mawali wa Mwenyezi Mungu. Mwenye kuwafanyia uadui nani? Mawali wa Mwenyezi Mungu. Tutazungumzia masuala haya ya kudharau watu na itakuja baadaye. Tamam. Falmuhim tujaribu sisi tuepuke riba. Mtu anaweza kuuliza, haya sasa bwana, angalia ustadi. Mimi bwana sikujua sijui nini. Nimeweka pesa kwenye benki kama tuseme benki gani hizi? KCB. Nimeweka pesa nimeketi miaka 5, 6, 7. Pesa inazidi kila mwaka, sio bwana? Kuna ile riba, pesa inazidi kila mwaka. Ukiitukua ufanyeje? Ukishachukua ile pesa ufanyeje? Sasa mimi sitakuchukua riba. Ile kwa mfano umeweka 1000. Ukija ukichukua baada kama miaka 7 inaweza kuwa labda imepanda mpaka karibu 3000. Sasa nifanyeje bwana ile 3000? 2000 za zaidi. Zako zile? Si zako. Nifanyeje? Zile 2000 nziwache au siziwache? Zichukue. Siziwache, zichukue. Lakini ufanye nini? Fanyia maslahi ya umma. Fanya nini? Maslahi ya umma. Jenga barabara. Jenga kisima. Jenga vyoo. Almuhim jenga maslahi ya umma. Usijenga msikiti. Usijenge msikiti, usisaidie mtu hivi. Maana kile mpesa ya riba utakuwa umemtia yeye mashakani. Tumeelewana? Sawa. Ukimpa yeye utakuwa ushamtia mashakani. Ushaona hata kama yeye hajui ile pesa huwa haina baraka, ile imelaniwa, ile pesa ina shida. Ushaelewa ile pesa? Jenga barabara ambayo itafaidisha kila mtu, itafaidisha umma. Maana asili ile pesa ya riba unajua nini? Pesa ya riba ni hivi. Kwa mfano tukipiga mfano, kwa mfano mimi ni benki, sawa? Kuna mtu atakuja atakopa kwangu.
na kuna mtu atakuja ataweka pesa kwangu, sio? Sasa huyu alikuja kukopa kwangu, mimi nitampa 100, nitamwambia rudishe 150 na 50, sawa? Yule alikuja kuweka ataweka 100, ile 100 aloweka ndo mimi nampa huyu, sawa? Tumeelewana? Huyu amenipa 100, mimi siku ya kumrudishia namrudishia 130. Kwa hivyo benki imepata faida ya 20 kwanza, manake ametoa 100 ile alopewa na huyu. Maro amenipa 100, mimi nikampa Haris 100. Haris atanirudishia 150, mimi nitamrudishia Maro 130. Mimi nabaki na ngapi? 20. Maro ana ngapi? 30. Ana 30 zaidi yani. Ile 30 Maro yajua ni nani? Hajui. Ushanielewa? Yaani benki inachukua ile faida kwa watu wengine kisha inakuja inawapa watu wengine. Sijui kama tumeelewa. Sasa yule aliochukua pesa ya riba hajui ya nani. Basi tukue ile pesa, nenda kafanyie maslahi ya umma. Jenga vitu vya maslahi ya umma. Kuna sehemu kuna shimo kwenye barabara, nenda itengeze. Shaona? Sehemu kwa hitajika aitwaje? Hospitali. Jenga hospitali. Aitwaje? Ama nenda dukani, nenda hospitali, uulize bwana kuna watu hapa wana deni wameshindwa kulipa. Walipie ile deni, bili ile hospitali. Tumeelewana? Hivyo ndo pesa kama hizi za riba, ikiwa mtu amepata hizo pesa na hawezi kufanya kitu, basi azitoe hivyo. Tumeelewana? Na tujue ndugu zanguni, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema hivi: mtu akila haramu, man akala haraman ama man akala halalan ata'at jawarihuhu sha'a am aba. Asema Bwana Mtume, mtu akila chakula cha halali basi viungo vyake vitamtii Mwenyezi Mungu, akitaka asitake. Wewe ukila halali utaona tu unapenda kufanya ibada, utaona unapenda tu kusali sunna, utaona tu kadha. Wa man akala haraman, na mwenye kula haramu, asat jawarihu sha'a am aba. Asat jawarihuhu sha'a am aba, viungo vyake vitamasi Mwenyezi Mungu, akitaka asitake. Maadamu umekula haramu utaona mara mvivu kuswali. Ulikuwa umezoea kuswali sunna, mara hutaki kuswali sunna. Ulikuwa umezoea kuhudhuria madarasa, mara hutaki. Ulikuwa umezoea kutoka da'wa, mara wasikia uvivu. Kwa sababu gani? Haramu. Umekula haramu. Tamam. Mtu ajiangalie, hivi ni vipimo. Unajua mwanadamu sisi mambo ya kidunia ndo tunajipima. Bwana siku hizi bwana biashara iende vizuri bwana, lazima tuangalie kuna nini. Lakini siku hizi bwana huamki qiyamul layli. Wewe ulikuwa ukiamka kabla alfajiri kwa jisaji moja, siku hizi huamki. Jiulize kwa nini? Hatujiulizi wala hatujali. Falmuhim, tukiendelea asema shekhe, wa shurbi kulli muskirin. Naam, na kunywa kila kinacholewesha. Kila kinacholewesha ni haramu kunywa, na mtu apata dhambi. Sawa? La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ni haramu kunywa tembo hata kama ni kidogo. Hata kama mtu alewi. Bwana mimi naweza kupiga glasi silewi. Haramu. Nusu glasi silewi. Haramu. Hatutaki kujua. Haramu. Sawa? La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Asema wa akli mali liyatimi. Na hapa yeye amesema kunywa chochote kinacholewesha, hata kuvuta kinacholewesha, hata kula kinacholewesha, haramu. Mihadarati yoyote, maadamu ni muhadarati, maadamu ni katika mihadarati, ni haramu. Sio mambo ya serikali imekubali, manake katika mambo ya kuchekesha, subhanallah, hizi nchi hawa wazungu wametutawala akili zetu. Jamani, mpaka nchi za Kiislamu kuna tembo lauzwa. Mpaka nchi za Kiislamu, mpaka Saudia kuna tembo lauzwa. Mpaka Saudia kuna sehemu kuuzwa tembo. Hawezi kujenga bila idhini ya serikali. Lakini katika vichekesho, tuzungumzie nchi yetu sisi, tunaenda wapi huko kwingine? Nchi yetu kuna pombe haramu. Na kuna pombe halali. Lazima pombe halali lile. Imehalalishwa na mwanadamu. Hakuna cha pombe halali na haramu bwana. Serikali ihalalishe, haramishe, hatutaki kujua sisi. Sisi tunaenda kisheria bwana. Wao wahalalishe mpaka kesho kutwa. Haina neno mzee. Sisi tushajua yameharamishwa, hatutaki maneno. Tamam. Asema shekhe, wa akli mali liyatimi, na kula mali ya mayatima. Allahumma salli ala nabi. Jamani,
Jamani, haya yameenea katika mujitamaa wetu, katika jamii zetu. Kila mtu yafungua etwaje zile children's homes sijui. Unajua children's home nini? Nyumba za mayatima. Kila mtu yafungua zimejaa. Alafu pesa zake, pesa kweli, pesa zote zinazokuja za michango zaenda pale. Ama watu hujizolea wakajichukulia. Wajua mtu ikiwa anachunga yatima, si ati ni haramu kuchukua mali hata kidogo, la. Imekuja katika sheria kuwa utachukua kadri ya haja yako. Una ruhusa ya kuchukua kadri ya nini? Ya haja yako. Maana yake wewe ule kumchungia mali yake ile ni kazi. Wewe umewacha kazi yako, umewacha kutafuta riziki, wamchungia yeye, sio? Basi umeambiwa uchukue, lakini kwa nini? Kwa urfi, bil maarufi, kwa uzuri, usiende tu ukafuja tu mzee. Sasa sisi huku children's home nyingi zinachukua pesa, tena mpesa za zaka. Naenda kutoka kwa mayatima. Nani amekwambia? Sisi tulipozungumzia wanaopewa zaka, tukutaja mayatima, makumbuka? Hatukutaja mayatima ndugu zangu ni. Maskini ndio yapewa zaka. Yatima apewi zaka. Maana kuna mayatima wengine matajiri. Kweli, kuna mayatima matajiri kuliko wewe ambaye tamam. Kisha hakuna yatima chini ya miaka 15 bwana. Hakuna yatima juu ya miaka 15 bwana. Yatima kisheria ni mtu ambaye amefidiwa na babake na yeye miaka yake chini ya 15. Yaani si chini ya 15, yani hajabalighi. Yaani hajafanya nini? Mtu akiwa amebalighi si yatima tena, hakuna yatima. Basi ingekuwa sote mayatima. Maana yake wewe ukifika miaka kama 30, 40, mzee wako ashafika umri خلاص, atafariki. Wewe ukifika miaka 50 mzee wako amefariki. Basi bwana mimi yatima bwana nataka msaada. La, yatima ni mtoto ambaye hajabalighi na amefiwa na babake. Akifiwa na mamake si yatima. Tumeelewana? Almuhim, mtu kula mali ya yatima pia ni katika haramu. Na huyu mtu yajiweka kwenye shida kubwa sana. Wa kulli ma harrama Allahu alayhi min almakulati walmashrubati. Naam, na katika mambo na kila kilichoharamishwa na Mwenyezi Mungu, kila ambacho Mwenyezi Mungu amekiharamisha katika vyakula, kama kula maiti, mnyama ambaye hajachinjwa na Muislamu, haramu. Kula nguruwe, haramu. Sawa, kula chakula chochote kinachokudhuru wewe, haramu. Sawa. Wal mashrubat, na vinywaji. Tamam. Na maulama watuambia kula, angalia, kushiba kwa chakula cha halali ni kitu ambacho hakipendezi katika sheria. Kushiba kwa chakula cha halali ni kitu ambacho hakipendezi katika sheria. Haya, kushiba kwa haramu. Je, kushiba kwa haramu? Sisi wengi itaje twala haramu, twala vitu vina shubha. Kitambo, yani haya mambo ya kula haramu na shubha siku hizi hata watu hawajali. Kitambo ilikuwa kitu kikiwa na shubha watu wanakiwacha kama ambaye waona moto hivi. Kama ambaye ni moto ama ni simba ama ni nyoka. Lakini siku hizi shubha twazila tu. Bali hata haramu twazila. Shubha ni kitu huna uhakika nacho. Unashaka nacho. Yani Waislamu tena hawa illa marrahma, yani hao ndo wale adhaful imani wale. Taona Muislamu akitakuta ana shaka nyingi. Kama ambaye bwana uso sijaosha, kama ambaye sijui mkono sijaosha, pale ndo ana nini? Ana shaka, pale ndo atiana ihtiyati, anachukua hadhari pale. Pale sio sehemu ya kuwa na ihtiyati. Wewe umeosha, umepita, twende kazi, wacha shaka bwana, wacha wasiwasi yani. Pale si ndo tumeka wasiwasi. Ama kwenye pesa, zoa bwana, lete pesa bwana. Bwana yule mtu, lakini utaona mtu yapewa pesa na tajiri fulani labda. Bwana lakini yule tajiri bwana yasemekana yuauza drugs. Kwani yatuhusu nini mimi? Drugs yeye na Mungu wake. Mimi amenipa sadaka. Lakini huku kwenye udhu, bwana unajua maswasi wengi bwana. Labda sikuosha mguu vizuri, labda sikuosha mkono, labda mbona huku ambako sehemu haihitaji wasiwasi, sisi ndio tuweka wasiwasi. Sehemu nyingine ambayo yahitaji wasiwasi, sisi hatuweki wasiwasi. Madamu kwa ajili ya fungamana na tumbo. Tamam. Tunini. Sema shekhe, waqad la'ana Allahu, na Mwenyezi Mungu amemlani, wa rasuluhu, na bwana mtume. Yani Mwenyezi Mungu na mtume amemlani nani? Akila riba, mwenye kula riba. Naam. Hata umesema ni sio, yani si ni haramu kula chakula ambacho kinatudhuru sasa.
mfano mtu ambaye kwamba yeye akona pengine alsa ama akona ndio hivyo mtu ambaye ana sukari, yani kila sukari ya mdhuru pale ni haramu ile sukari. Ale kile kiwango kinachomdhuru. Manake nafikiri kila kiwango kidogo labda haimdhuru. Yani madaktari watamwambia bwana wewe usile sukari. Daktari wa kuaminika akikwambia usile sukari ujue ni haramu kula sukari. Na ni hivyo yatofautiana baina ya watu na watu. Ndio sheria. Sasa sisi lazima tueleze sheria. Ndio sheria. Watu hawayajui mambo kama haya. Manake huu mwili ama hii miili si yetu jamani. Hii miili ni haki ya Mwenyezi Mungu. Yeye amekuleta hapa kama mtumwa. Amekuleta hapa kama mja. Khalas. Sisi ni kama waja bwana. Sisi ni waja. Si eti mambo ya kama. La, sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo amekupa mwili, lazima ule mwili uuchunge. Tumeelewana? Nzuri, afadhali hata muuliza mtanabaisha. Anasema Sheikh, waqad la'ana Allahu wa rasuluhu akila riba. Na hakika Mwenyezi Mungu na mtume wake wamewalaani nani? Wenye kula riba. Mwenye kula riba. Wa kullu man aana ala aklihi. Haya mitihani mingine. Na yoyote alosaidia katika kula riba. Yoyote alosaidia kula riba pia yuingia katika laana. Wewe ndo waitwaje sisi kwetu middleman, sio ama ni agent mzee. Wataka mkopo haya bwana, naenda kwa fulani yule. Njoo. Umpeleke kwa yule. Bwana huyo ataka mkopo. Haya bwana, nakupa 100 lakini utanirudisha 120. Pap riba. Na yule alomleta yule mtu pia ameingia katika hiyo laana. Kisha jamani, masala muhimu sana. Lazima tutanabahishe, ndio sheria. Mambo ya okoa jahazi. Mambo yaitwaje ile fuliza. Fuliza pia si ni hivyo. Wapewa pesa kiwango fulani warudisha zaidi Haya. Angalia. Mtu asikuenjoy, mtu asikudanganye. Okoa jahazi ni riba. Okoa jahazi ni riba. Fuliza ni riba. Tukatae sikubali. Watu wengine wanakuambia ati ile okoa jahazi ni service fee. Maana yake okoa jahazi kama sijakosea, wewe utaitisha shilingi 50 lakini utapewa ngapi? Credit utapewa ngapi? Ya 45. Utaitisha 50 utapewa credit ya 45. Kisha siku ya kulipa ukitia credit yakatwa ngapi? Yakatwa 45. Yakatwa 50. Kwa nini nikatia 50 na amenipa 45? Ndio riba. Mtu akwambia ni service fee. Jamani, sisi ni watu tuna akili. Sisi ni watu tuna akili. Ukienda kwenye M-Pesa, ukinunua credit, wakatiwa? Pale hakuna service fee. Si Safaricom zote mbili. Okoa jahazi ni Safaricom na kununua credit M-Pesa 20 utanunua 20. Kama ni 20 utanunua 20. Watu wa 20 wapata 20. Watu wa 30 wapata 30. Mbona huku kwenye okoa jahazi kuna mkato? Tuambieni service fee gani hiyo? Yaani huku kwenye M-Pesa Waislamu sana hawana service fee, lakini kule kwenye okoa jahazi wana service fee. Ni riba. Mmoja katika mashaikh zetu wasema wakitaka watukatie line, kwani kuna umuhimu gani? Hakuna ulazima. Wakitaka wakate line wazifungilie mbali shauri zao. Hii ni sheria, lazima ibainishwe bwana. Tamam. Okoa jahazi ni riba. Yaani kuna watu mimi nishaona mtu yojaribu kuitetea. Sijui mashaikh aina gani. Nimeshangaa. Mtu yojaribu kutetea kwa jahazi kwa si riba. La. Kuna dharura. Kuna nini? Unajua kuna tofauti baina ya dharura na mimi kutaka kitu. Dharura ni hivi. Yani maneno haya yamefanana na maneno ya Sheikh langu sana, subhanallah. Almuhim, dharura ni hivi. Kwa mfano mimi nina mgonjwa. Najaribu kupigia simu mtu familia aje amchukue na gari ampeleke hospitali. Sina credit. Nikichelewa labda ugonjwa utazidi ama atafariki ama amezidiwa, yani ushaelewa? Khalas, nimechukua kwa jahazi haraka, maana sina pesa, sina M-Pesa, sina nini. Haina neno pale. Chukua pale. Kwa sababu pale ni dharura ile. Ni dharura. Huna itwaje khiari. Tumeelewana? Na ile ni kuokoa maisha. Ile ni aula. Tumeelewana? Hii ni mfano. Ama mara nyingine wao upiga mfano. Kwa mfano wewe wasafiri, una gari lako wasafiri, ufika njiani gari limeharibika. Na hiyo sehemu ambayo gari limeharibika ni sehemu ambayo ni hatari. Kuna watu wanaibiwa. Na wewe huna credit. Yaani ukingoja pale nusu saa ujue lazima utawaiwa, utavamiwa. Fanya nini? Itabidi nichukue okoa jahazi nipige simu ili aje mtu hapa niletee, kama ni mafuta yamekwisha, kama ni tairi limefanyika nini. Pale pia chukua, maana ile ni dharura. Sio kuwa mimi nazungumza rafiki yangu, sijui mimi nataka kumwambia mtu fulani kesho tukutane, sijui mambo ambayo si dharura bwana. Hiyo ni kitu tu unataka, ni haja yako tu. Si dharura. Tumeelewana?
Haya, tuendelee. Asema shekhe, walaana sharib al-khamri, na pia Mwenyezi Mungu na mtume wake wamemlani nani? Mwenye kunywa pombe, mwenye kunywa tembo. Wa kula man aana, na kila mwenye kusaidia katika kunywa tembo, hata mwenye kubeba jamani. Hata mwenye kumbebea mtu tembo ni haramu, yupata dhambi. Yupata laana. Katika tembo wamelaniwa watu 10. Mwenye kuitukua, mwenye kuinywa, mwenye kumpa, mwenye kuuza, mwenye kuibeba, mwenye kuwa yendo utasema kama middleman, yani kama yule agent, yani yule alosaidia mpaka tembo ikafika pale. Wote hawa wapata dhambi, wote wapata laana, wamelaniwa watu 10 wanaofungamana na tembo. Asema shekhe, wa kullu man aana ala shurbiha hatta albai ala, mpaka yule mwenye kuuza ile tembo, mpaka mwenye kuuza nini ile tembo pia amefanya amelaaniwa. Asema shekhe, maasi lisan, maasi ya sasa ulime. So amit wa maasi lisan, wa maasi lisani kathiratu adlaa, kathiratun aidan مثل الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يقرأ وإن كنت صادقا، والنميمة والكذب والشتم والسب واللعن وغيرها. endelea. معاصي العين، معاصي العين ومعاصي العين مثل النظر إلى النساء الأجنبيات ونظر العورات والنظر بالاستحقار إلى المسلم والنظر في بيت الغير بغير إذنه. معاصي الأذن، ومعاصي الأذن كالاستماع إلى الغيبة وغير ذلك من المحرمات. haya mpaka hapo tosha, acha tueleze hiyo. Asema shekhe, wa maasi lisani kathiratun aidan, na maasi ya ulimi ni mingi pia. Sasa hapa maasi ya tumbo kuna mengine hatujataja, shaona, lakini amegusia tu, mtu sasa atasoma atatafuta zaidi. Wa maasi lisani kathiratun aidan, na maasi ya ulimi ni mingi pia, na tutaona jamani. Lao mtu nafikiri mpaka hapa labda mumeona, mtu atatabikisha yale mafunzo tuliyotaja kwenye kitabu hiki, yule mtu lazima atakuwa ni mtu mwema, kwa sababu atakuwa yuwaswali, atakuwa yuwafunga, atakuwa yatoa zaka, atakuwa yuwahiji, na atakuwa yuacha maasi. Wataka nini tena? Na maasi aliyoyataja hapa ndio yale yanayotokea sana, basi wewe ukishaepuka hayo خلاص, yale ambayo hayatokei sana aslan watu wengi hawayafanyi nini, hawayafanyi, خلاص usha save mwema wewe. Kwa hiyo ni tujaribu, yani tuitoje, tufanyie tatbiki. Asema Sheikh, wa maasi lisani kathiratun aidan, na maasi ya ulimi ni mingi sana pia, na hayo ndio yana shida kubwa. Manake ulimi ni haraka kutamka, maasi ya ulimi ni haraka kuliko maasi ya viungo vyote vingine. Manake maasi ya tumbo mpaka unue ile chakula ule, ama pesa ya riba mpaka uende ukatukue, maasi yatakuja maasi ya macho, maasi ya macho mpaka utafute uangalie. Lakini maasi ya ulimi haraka ushasengenya, haraka ushadanganya, na yanatokea, utasema yamezoeleka kwenye jamii. Maradhi mengine, maasi mengine, madhambi mengine ya ulimi yamezoeleka sana mpaka kwenye mimbari husemwa tena. Yule mwenye kusema akawa utasema vipi, anajijustify. Unajua maana kujijustify? Yani kama anaeleza, bwana hii ninayosema bwana si riba bwana, etoje, si kusengenya bwana, ni ukweli nasema. Mtu kwenye mimbar akwambia ni ukweli bwana, shekhe fulani kweli, yule mrongo, yule mtu wa bid'a, yule mtu kadha. Bwana wewe msengenya bwana, ni kweli yani kama ambaye wajikinga, bwana msione kwa mimi nasema na makosa haya ninayofanya. La,
ndio tulipofika. Almuhim, asema Sheikh wa maasi lisan kathira wa maasi al-lisan kathiratun aidan. Na maasi ya ulimi ni mingi pia. Mithlul ghiba, mfano wa nini? Kusengenya. Na uzuri ametaja maana yake na sisi tulitaja na tukataja mpaka hadithi ya Mtume. Asema Sheikh, nini kusengenya? Wahia, na hiyo ghiba, dhikruka akhaka, ni kumtaja ndugu yako almuslim, muislamu, bima yakrah, kwa kile anachofanya nini? Anachokichukia. Wa in kunta sadiqan, hata kama wewe ni mkweli. Hata kama wewe nani? Ni mkweli. Kumtaja mwenzako kwa sifa anayochukia, hata kama wewe ni mkweli. Wasemaje? Wangapi leo tu? Hebu kila mtu pige hesabu. Si ati wewe umfanya. Usiangalie wewe umfanya. Umeketi vikao vingapi ukasikia mtu asengenya? Leo tu. Kama leo hakuna, mshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu. Jana, juzi, hii wiki iliyopita. Tena sisi hapa tuliko tuishi madrasa. Alhamdulillah. Vikao kama hivyo ni nadra sana, sio? Vikao kama hivyo ni nadra, lakini mara nyingi tunajisahau wanadamu. Utasikia bwana mwanafunzi yule hivi. Bwana mwalimu yule jana amfanya hivi. Mwanafunzi yule jana amfanya hivi. Unaona pale barabarani kuna mtu amfanya hivi. Hii yote ni ghiba. Kubali kataa, utake usitake bwana. Ndio haki. Ukikumbuka utastighfar ama sawa, swali zuri. Swali zuri sana. Hapo kuna kuna ugumu, nitaeleza. Msini hata nipite hapa mpaka nieleze, sawa? Nitaeleza hiyo utafanya vipi. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ghiba kihakika kwa nini imekatazwa? Kwa sababu inachunga heshima ya Muislamu. Yaani sheria imekuja kuchunga heshima ya nani? Ya Muislamu. Wajua sisi tukisengenya, kwa mfano sisi tumeketi watatu, nikamtaja mtu vibaya, moja kwa moja heshima yule mtu kwenu nyinyi inafanya nini? Inaporomoka. Yule mtu kumbe si alikuwa tumdhania ni kadha, kumbe na Mwenyezi Mungu amefananisha ghiba na kula nyama ya ndugu yako maiti, nyama ya maiti ndugu yako. Ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan? Je, mmoja wenu apenda ale nyama ya ndugu yake ikiwa ni maiti? Kwa sababu gani imefananishwa na hivyo? Kwa sababu ya ukubwa wa heshima ya muumini. Na sisi tuko katika zama ambayo hatujali heshima ya muumini. Jamani, wallahi, kama kuna jambo limedharaulika katika jamii zetu ni heshima ya muumini. Sisi hatuoni uzito kabisa kumsema muumini vibaya. Jamani, yule ni Muislamu, lakini hatuoni uzito. Sasa basi, umeuliza swali. Mtu akishasengenya atubie vipi? Maulama wana akwali tofauti. Kuna wengine wametia tashdidi. Wametia nini? Tashdidi. Kuna wengine wamehafifisha. Kwanza kabisa mpaka tujue kwa nini wengine wametia tashdidi. Katika sheria kuna madhambi aina mbili. Madhambi yanayofungamana na wanadamu, haki za wanadamu, na kuna haki za nani? Za Mwenyezi Mungu. Haki za Mwenyezi Mungu, wewe kazi yetu ni kuomba toba tu kwa Mwenyezi Mungu, na alhamdulillah mara nyingi Mwenyezi Mungu atakusamehe ukiwa mkweli katika tauba yako. Sawa? Lakini haki za mwanadamu kuna ishkali. Kuna jambo la zaidi katika kuomba toba. Ufanye nini? Umrudishie mtu ile haki ulomchukulia. Sasa ishkali iko hapa. Kwenye ghiba mimi nimemsengenya haki. Sasa baadhi ya maulama wakasema hapo kwenye ghiba kweli umemdhulumu yule mtu, lakini hujamchukulia haki yoyote. Kwa hivyo wewe tu muombe Mwenyezi Mungu nini? Msamaha. Na yule mtu uliomsengenya mletee istighfari. nikifanya Toa sadaka kwa ajili yake. Ndio hiyo, toa sadaka kwa ajili yake. Shaelewa? Baadhi ya maulama. Imam Ghazali asema hakuna machezo baba. Hakuna machezo. Wewe umemsengenya sio? Nenda kwake mueleze. Bwana ya waitwaje? Maro, afwan bwana. Jana bwana mimi nimekusengenya. Nimesema kadha. Tena katika kikao kile nilikuwa na amiri, na nilikuwa na maulana, na nilikuwa na ustadhi fulani. Kwa sababu yule mtu mara nyingine na mambo ya kiwanadamu, wewe mara ukanisikia kwa mimi nimekusengenya kwa mtu wa kawaida tu ambaye hata hajulikani. Na nikwambie nimekusengenya mbele ya jishekhe jikubwa ambao wewe shekhe alikuwa nyinyi mpendana. Kuna tofauti ama kuna tofauti? Kwa hivyo maulama wakasema lazima uende na umwambie nilikuwa na nani kwenye kile kika.
kikao. Na hii ndo kauli kihakika katika madhehebu yetu, hii ndo kauli yenye nguvu. Sijui madhehebu yaliyobakia, lakini madhehebu yetu hii ndo kauli yenye nguvu. Isipokuwa ukijua ile kwenda kumwambia italeta madhara makubwa zaidi. Ukijua kwa kwenda kumwambia italeta madhara makubwa zaidi, basi si lazima uende, bali keti ndo ufanye hivyo, ulete istighfari na umtolee sadaka yule mtu. Sawa? Haya. Ndio hiyo sasa, yani kuwa italeta madhara makubwa. Sasa Mshaona bora ama waweza kuchukua ile kauli ya kwanza ambayo tumesema, la kuna ulama wasema kutoka mwanzo si lazima. Wewe mtolee sadaka tu, manake hii italeta chuki zaidi. Wewe mtolee sadaka, na wale ambao umeenda kumsengenya mbele yake, labda uende uambie bwana, angalieni bwana, mimi jana nilikosea bwana, mlimsengenya yule nani haramu. Sawa? Haya. Lakini wao ushaambia kwamba ni kweli hiyo kitu ni kweli, wao wanajua sawa. Wewe unataka kidogo unajirekebisha kwa hali yake, lakini tayari washajua sasa hapo maji yakimwagika, hiyo ndo tabu, hayazoleki. Hiyo ndo tabu ya kuwa lile jambo wewe ulomwambia ni kweli, ndo shida sasa. Damage is done sasa. Shaelewa mitiani leo. Katika kusengenya ni hiyo, lakini katika vitu pengine ambao si ukweli. Kuchukulia vitu si kweli, yani kuchukulia vitu lazima virudishe. Lazima arudishe hiyo. Hakuna hata kama hatomjulisha kwa yeye ndo ameiba, lakini kwa uchache kile kitu akirudisha. Na yule mtu ajue kimerudishwa. Kwa uchache kile kitu kirudishwe. Kama yeye hajui pengine. Hajui nini yani? Hajui kama ilikuwa ameibiwa. Haina neno. Usimwambie, bora kile kitu urudishe. Bora kile kitu urudishe. Sasa ishkali iko wapi? Maulama wanasema kile kitu kio umekichukua. Kwa mfano umechukua simu. Tupige mfano wa simu. Umeiba ile simu. Na yeye hakushtukizia labda. Ama hata kama ameshtukizia hajashtukizia. Hii simu umeiketi nao mwezi. Kuna jambo zaidi wafaa kufanya baada ya kumrudishia simu. Watu hawataki kusoma. Lazima umlipe pesa kama ambaye ile simu umekodishiwa. Lau ile simu ungekuwa umekodishiwa kwa muda wa mwezi, ungelipa shilingi ngapi? Lazima uilipe ile pesa. Maana yake wewe umechukua simu bila, si haki yako, umeitumia mwezi mzima, si haki yako. Waacha kuwa umeitumia, hata kama ile simu umeichukua tu ukaiba ukaweka kwako kuitumia. Lazima ulipe pesa ya kukodisha ile simu kwa muda wa mwezi. Piga kiasi ama sema hivyo kwa nyumba, mtu ambaye amepora nyumba ya mtu ambaye amepora ardhi ya mtu miaka 20-30. Wakaenda kotini, mwisho koti ikarule kuwa ardhi ya yule aliyoibiwa. Alhamdulillah akarudishiwa ardhi yake. Baba haitoshi kumrudishia ardhi yake, mlipe kodi ya miaka 30. Wacha sana sheria Kwa nini tena lazima? Kwa sababu gani? Kwa sababu aslan wewe umeiba. Kwa nini uibe? Yaani ingekuwa umeichukua bahati mbaya, kungekuwa na maelezo, lakini umeiba bwana. Yule mtu wewe umemdhuru bwana. Tumeelewana? Labda yule mtu akukusamea mambo mengine. Kwa hivyo hakuna machezo bwana. Sheria hakuna machezo. Watu wadhani machezo. Haya. Maulama watuambia wewe ukitaka kutaja tu aibu ya mtu, hebu jifikirie wewe. Kuwa wewe pia una aibu. Na si kwa akili yako ndo zile aibu zako zimefichwa, la Mwenyezi Mungu tu amekustiri. Kama wewe unataka kutaja ya mtu, fikiria kuwa baba na mimi naweza kutajiwa zangu, ningependa kutajiwa zangu. Ningependa mimi kutajiwa aibu zangu. Tuepuke. Itakusaidia kidogo. Anasema mmoja yule, fikiri ni Imam Shafi. Akisema mimi huambia macho yangu ikitaka kuangalia aibu za watu, baba, usiangalie aibu za watu bwana. Kweli wewe una macho, lakini pia watu wengine wana nini? Wana macho, na macho yao mingi kuliko yangu. Mimi nitaona aibu za mtu. Kwa wakati mmoja mimi naweza kuona tu aibu ya mtu mmoja ama wawili ama watatu. Lakini wanaweza kuona aibu yangu kwa wakati mmoja watu zaidi ya 100. Kisha pia akasema, na nikitaka kumtaja mtu vibaya hujikumbusha mimi. Baba, usizungumze mtu vibaya. Wewe una ulimi, lakini walinasi alsunu, na watu pia wana nini? Wana ndimi. Na wao wengi, wewe utazungumza. Hata mimi nikitaka kuzungumza kuwatukana watu wengi, nitawatukana kila mmoja, nitamtukana. Yani kwa dakika 5 naweza kutukana watu 2 3 tu. Lakini kwa hiyo dakika 5 watu wote wakiamua kunitukana mimi kwa aibu zangu. Kwa hivyo nani atadhurika zaidi? Mimi nitadhurika. Tamam. Pia
waweza kufikiria, waweza kukumbuka kuwa wewe ukitaja aibu za watu wamkasirisha Mwenyezi Mungu. Wamkasirisha Mwenyezi Mungu na inakula hasanati zako, inakula mema yako. Wewe mwema siku ya kiyama, Bwana Mtume anasema atakuja mtu bwana. Yaani aliuliza Bwana Mtume, "Mani al-muflis?" Nani ndio amefilisika? Wale maswahaba wakasema ni yule man la dinara lahu wala dirhama. Ni yule mtu ambaye hana dirham wala hana nini? Dinari, hana pesa yani. Wale wakamwambia la. Bwana Mtume akamwambia la. Muflis ni mtu ambaye amekuja siku ya kiyama ana ibada, hayo si mchezo. Lakini kad shatama hadha, wagad dhalama hadha. Wagad amemtukana yule, amemsengenya yule, amemwibia yule, amekuja na maibada mingi, maswala mingi, lakini ameiba, amedisengenya, zile ibada zake zote zachukuliwa. Anakuja mara, bwana yule Ahmed alinisengenya mimi, ya Rab, nichukulie swala zangu, apewe tena swala zilizokubaliwa. Wewe una swala ngapi zinkubaliwa una hakika? Hasara kweli. Wewe umepata nini? Hasara. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Pia katika mambo ambayo yanaweza kukuzuia wewe usifanye ghiba, yanaweza kusaidia yani ujizuie usifanye ghiba, kila wakati wewe kumbuka aibu zako. Kila wakati wewe kumbuka aibu zako. Bwana mimi na aibu fulani. Yaani wewe jishughulishe na aibu. Ukijishughulisha na aibu zako, basi hutakuwa na time ya kuangalia aibu za wengine. Kwa nini tumerefusha katika mambo ya kusengenya? Ni kuwa hili jambo ndugu zanguni limeenea sana na watu ukituambia bwana usisengenye, yule atakwambia bwana nasema kweli. Bwana kusengenya hata kama wasema ukweli ni haramu ndugu zanguni. Tumeelewana? Asema shekhe wa namima na kutia fitina. Ya wengine wachukulia advantage kwa sababu mwingine unamwambia hivyo anasema anapiga mfano wa kauli ya Mtume wakati wa masahaba. Kuna jeneza ilipita, watu wakasema yule mtu mtoni, Mtume akasadikisha kwamba ni kweli. Wengine jeneza nyingine inapita, wengine watu wakasema yule peponi, Mtume pia akasadikisha kwamba ni kweli. Sasa hapo mwingine atakuja aseme, mwingine atakuja atasema bwana Mtume pale alifanya. Sawa, kwanza sisi lazima tufuate maneno ya maulama wameeleza nini kuhusu zile hadithi. Sawa. Mimi sikumbuki bidhabti wameeleza, manake hapa asli ni kuwa bwana Mtume amewakubalia wale maneno yao. Wewe bwana Mtume amekubalia lako. La kwanza kabisa ni kuwa wale walipotoa yale maneno bwana Mtume alifanya nini? Aliwakubalia lile neno. Yaani kuwa yule kweli wa motoni bwana Mtume amesadikisha. Na ni Mtume wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yaani yeye hazungumzi kwa hawa, yeye yateremshwa wahi. Sasa wewe sisi tumeteremshwa wahi. Kisha yule tunayemsengenya kuwa amfanya inaweza kuwa ametubu tangu leo wakati afanye mpaka ule wakati wewe amsengenya, inaweza kuwa ametubu ama haiwezekani. Khalas. Lakini pale wale waliposema pale Mtume akatia tik, mkweli huyu ni wa motoni. Sasa sisi tukisengenya, je, Mtume ashatia tik? Tumeelewana? Kwanza. Pili, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema vile alikuwa akiwaambia nani? Inawezekana alikuwa akiwaambia wale, yani wale waliosema maneno yale, inawezekana kuwa ni wale maswahaba bora zaidi. Shaona? Manake kuna baadhi ya maswahaba bwana Mtume aliwapa siri zake. Kuna baadhi ya masahaba, Saidina Hudhaifa ibn al-Yaman alikuwa yeye ni aminu siri Rasulillah. Yani bwana Mtume bwana Mtume alimwambia munafiki ni huyu na huyu si munafiki. Kwani bwana Mtume alikuwa akisengenya? La. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anao uwezo wa kusema ndio huyu ni wa motoni na huyu si wa motoni. Sawa. Lakini aitwaje huyu sisi alosema ni Mtume pale. Na uzuri sana alosema pale nani? Bwana Mtume. Lakini uzuri zaidi tuangalie sharhi ya maulama. Hapa ni vipi? Hapa je, si kama ambaye Mtume amewapa ruhusa wale wasengenye ikiwa kweli mtu ni muovu? La. Kihakika la. Hajawapa ruhusa. Maana kuna hadithi nyingine imekataza. Na wao wenyewe maulama wana kaida inasema hivi. Ikikutana hadithi inaonyesha jambo fulani ni haramu, na ikutane hadithi inaonyesha jambo fulani ni mubah, lile jambo, hadithi hii inaonyesha jambo ni haramu na hadithi nyingine inaonyesha kama lile jambo ni mubah, yani ni ruhusa, basi chukueni upande wa nini? Wa uharamu. Manake ile uharamu ina nguvu kuliko jambo ulopewa ruhusa. Usipofanya kwa mfano
Ile kaburi lililopita watu wakasema ni mtu wa motoni. Wasingesema wangepata dhambi? Wangepata dhambi. Lakini lau ungekuwa lile neno ni makosa, lau yani nasema ingekuwa lau lile neno ni makosa, wangepata dhambi ama wangepata? Wangepata dhambi. Tumeelewa? Kwa hivyo hii si hoja, na ndio hiyo tabu ya watu kwenda kutaka kufahamu hadithi wanavyotaka wenyewe. Unaona, hawataki kufuata maneno ya maulama. Hatusomi kisha tutataka kwenda kuhukumu tunavyotaka. Kila mtu anataka kuleta inaitwaje? Hoja. Asema shekhe, wanamima na maasi mengine ni kuitwaje? Ni kutia fitina. Bwana Mtume anasema katika hadithi, la yadkhulul janna namamun. Hangii motoni, hangii peponi afwan. Hangii peponi nani? Mwenye kutia fitina. Mtia fitina hangii peponi. Nasema shekhe, wal kadhib, na urongo. Moja haya yalobakia ni kitu etwaje? Yani yameenea, hatusemi hajaenea, lakini ni kuwa sote twajua ni makosa. Hata yule mwenye kujanganya yajua ni makosa. Lakini ile kusengenya huwa kuna watu wanatafuta njia za kutoka. Ndio maana pale tumerefusha. Lakini hizo zilobakia ni wal kadhib, na kudanganya. Naam, na kudanganya ni kueleza jambo kwa kinyume cha ilivyo kihakika. Sawa, na ni katika madhambi makubwa. Kudanganya ni katika madhambi makubwa. Asema shekhe, washatm wasab, na kutukana. Shatm na sab ni hizo kwa hizo. Kutukana. Kutukana pia ni haramu. Mtume aitwaje? Muislamu si mtume. Muislamu si mtu wa kutukana bwana. Sibabul muslimu fusuq. Kutukana, ukimtukana Muislamu ile ni ufasik, ni uovu. Mwenye kutukana ni uovu. Na sasa katika mashida tulizonazo katika jamii zetu ni kuwa jamii inayojulikana kwa matusi jamii ya Kiswahili. Mimi nimesoma boarding ya Kibara. Wale walikuwa wajua bwana Waswahili kwa matusi. Ndio hali yetu. Jamani, jamii ile ya Kiislamu. Subhanallah. Watu wote pia wanajua, hata sisi tunajua Waswahili. Na ukikitina wao ni kweli. Huyu adhini, acha tusikize adhana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ile anaweza fanya ile madhambi yote, lakini hawezi kudanganya. Hikima, yani kuna hikima gani hapo? Ama ni kwa sababu upande wa hikma ngoja tutaeleza, lakini kuna aya Mwenyezi Mungu anasemaje? Innal ladhi yaftari al-kadhiba qaumun la yu'minu billah. Yani wale ambao wanadanganya ni watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu. Umeshaona? Ngoja ni ile aya yasemaje? Inma yaftari al-kadhiba. Aya yenyewe inasema yaftari al-kadhiba. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Asemaje? Asema Mwenyezi Mungu, inma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna biayati Allah. Kwa hakika si lengine wale wenye kuleta, wenye kudanganya, wenye kutunga mambo, wenye kudanganya, wenye kuzua uongo. Alladhina ni wale ambao kwamba la yu'minuna biayati Allah, hawaamini katika aya za nani? Za Mwenyezi Mungu. Hapa sasa ndio ikawa kuwa wewe ukidanganya humwamini nani? Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Bwana Mtume akasema muumini hafanyi nini? Hadanganyi. Muumini kwa ajili ya hii aya. Kwa ajili ya hii aya. Lakini ukiona madhambi mengine akasema la, muumini yaweza kuiba, muumini yaweza kufanya kadha, muumini yaweza kufanya kadha. Taban maulama wameeleza, yani akisema kuwa muumini hawezi kudanganya nini maana yake? Je, urongo wote ni haramu? La, baadhi ya maulama wanasema urongo ule wa kufanya mizaha. Urongo kwenye mizaha, baadhi ya maulama wanasema si haramu, ni makruh. Sawa, lakini wengi wasema la, ni urongo wowote ni haramu, hata kama ni kwenye mizaha, lakini unatofautiana kulingana na madhara yake. Wajua kuna urongo, mtu ameenda kwa kadhi wasema bwana mimi ninamuona yule akiiba, na kumbe hujamfanya nini? Hujamuona. Tuko pamoja? Amir? Tuko pamoja? Kuna urongo una madhara. Kuna urongo hauna nini? Madhara. Kuna watu waweza kukubaliana wakapeleka habari kwa kadhi ati tumuona fulani akiiba. Basi yule mtu akakatwa mkono. Hii matatizo. Urongo ule ni tofauti na mrongo ambaye amekuja hapa ametutolea mzaha, ametutolea kisa cha sisi tunasema alfu lela ulela sijui. Kisa kina maana kabisa cha urongo akikutokea. Tofauti bwana, urongo ule na urongo huu. Tofauti sana bwana. Tumeelewana? Naam. Urongo kisa pengine yani kutoa ile watu pengine kuchekesha kidogo. Wengine wasema ile ni makruh.
Wengine wanasema la, bado inabaki pale pale katika haramu. Maana yake al-kadhibu haramun walau kana mizahan. Urongo ni haramu hata kama ni tamam. Wal-la'ni fi ghayriha. Wa afwan, wal-la'ni wa ghayriha. Na katika maasi ya ulimi nini? Ni kulaani. Na kuna maasi mingi ya ulimi. Kulaani ni haramu, hata kulaani mnyama ni haramu. Maana yake kulaani nini maana yake? Mwana laana wewe. Na hii pia imeenea sana katika jamii zetu. Mtu amwambia mpaka mtoto wake mwana laana wewe. Nani mtoto wake? Laana ni kuwa mtu awe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapa pia ni haramu. Nasema Sheikh, wa maasi al-ain, na maasi ya nini? Ya macho. Maasi ya macho nini? Mithla an-nadhar ila an-nisaa al-ajnabiyat, kama kuangalia. Kama kufanya nini? Kuangalia, yani kukusudia kuangalia, sio kuona. Waswahili wajua wana tofauti ya kuangalia na kuona. Kuna tofauti ya kuangalia na kuona. Wanatuambia maulama kuona, yani hata kuona nini? Kuona wewe umeketi hivi, mara kapita kitu umekiona, lakini kuangalia ni uketi fuatilie na kukusudia, ile ndo haramu. Sawa? Mithla an-nadhar ila an-nisaa al-ajnabiyat, na mfano wa kuangalia mwanamke ambaye si mahram yako. Sawa? Ni haramu kumwangalia hata unywele. Ni haramu kumwangalia mwili wake mzima. Hata kama amejistiri ni haramu kumwangalia mwanamke mwili mzima. Ni haramu. Sawa? Baadhi ya maulama, kuna kauli dhaifu katika baadhi ya maulama wasema kama hakuna shahwa na kuna haja, kama hakuna shahwa na kuna nini? Haja. Kama hakuna matamanio na kuna haja ya kumwangalia, basi ni ruhusa. Kuna haja, yani mfanya biashara amekuja kununua kitu, ama wewe ndio umeenda kununua dukani na yeye ndo anayeuza, na ikiwa hakuna nini? Matamanio. Lakini kando ya hapo haramu. Yani ukiwa na matamanio, sawa, ama hakuna haja, hata kama hakuna matamanio lakini mwanamke amwangalia, hakuna matamanio lakini bila haja, haramu kwa wote. Ama kauli yenye nguvu ni kuwa ni haramu hata kama kuna haja. Hakuna haja sana, wewe ukaenda dukani, si lazima muangalie yule mwenye duka. Angalia chini. Angalia chini. Wengine msichana wewe unataka kuoa wewe msichana. Pale ni sunna kumwangalia msichana. Kutaka kumuoa ni sunna ukamwangalia yule msichana. Ni sunna. Ni sunna. Ni sunna angalia sura yake na mikono yake. Imekuja katika hadithi. Manake sio uende wewe mtu hujawahi kumuona kisha uje ulango. Sura na vitanga. Sura na mikono peke yake. Vitanga tu, si hata mkono. Maana mkono mpaka huko, vitanga, vile vitengele. Wewe unataka kuangalia mzuri kwa sababu wewe lengo lako ni kuoa. Sasa mpaka uso unatosha. Uso unatosha na wewe sasa nafikiri wewe wamaanisha ukubwa. Wamaanisha ukubwa. Wamaanisha ukubwa. Mwili haramu. Tufahamiane. Mwili haramu. Sasa ukimwangalia sura na mwili utauona automatic, sio? Mwili utaona automatic. Unajua yani wao wakizungumza kitambo walikuwa huwezi kuona sura mpaka wewe utaona mwili, yani utaona ni mrefu au ni mfupi. Lakini ile atisijui shape haramu. Ukubwa mnene au wembamba utaona automatic ukiona sura, sio? Sawa. Ile ni sunna. Ikiwa mtu ataka kuoa muangalie mwanamke, amuone, muangalie, si haramu pale. Wanadharul aurati, pia katika mambo ya haramu ni kuangalia aura. Kuangalia aura ya mtu yote. Aura yako pia ni haramu. Aura ya mwanamke ambaye hata ni ndugu yako ni haramu. Kuna aura tulizungumza nafikiri kule kitambo. Pia ni haramu kuangalia. Paka yako mwenyewe. Ile aura, yani wewe ukiwa hii tupu ni aura. Tupu ya mbele na tupu ya nyuma hii ni aura, hakuna ishkali. Maulama wote wakubaliana hata ukiwa peke yako chumbani. Isipokuwa tu una ruhusa ile aura uifungue kama unataka kwa labda baridi ukiwa peke yako, lakini ukiwa peke yako. Hata kwa bibi yako. Kwa bibi yako waweza. Si haramu. Ni bora usiangalie. Ni bora usiangalie. Si haramu. Wanadhari bil istihqar ila muslim. Naam, pia katika maasi ya macho ni kumwangalia Muislamu kwa madharau. Hivi kuna ile design. Mwangalia mtu hivi kwa upande, sio? Yani kama nini wewe? Haramu. Sawa? Ni haramu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manake yule mtu aweza kuwa ni wali jamani. Pale kuna siku sisi tulikuwa tuzungumza kuhusu kudogosha mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameadhimisha. Tukamwambia nini? Kuna mambo Mwenyezi Mungu ameficha. Mwenyezi Mungu ameficha radhi zake katika taa na ameficha hasira zake katika nini? Maulama watuambia, nafikiri hata imepokea katika akwali za baadhi ya salaf. Wengine wanasema labda ni hadithi, kuwa Mwenyezi Mungu ameficha mambo matatu katika vitu vitatu.
Ameficha mambo matatu katika mambo matatu. Ameficha radhi zake katika taa. Na ameficha hasira zake katika nini? Katika maasi. Na ameficha mawali katika waja wake. Huwezi kujua yupi wali bwana. Kuna watu bwana ni vyuma. Ni majabali katika wali. Lakini humjui. Anketi yeye ufagia tu. Wewe umeona yafagia pale barabarani wameona mtu kawaida labda kila siku mzee usiku yeye yamlilia Mungu yule. Labda ni mtu lau aksama ala Allah la barra, yani lau atamwomba Mwenyezi Mungu kila kitu pale Mwenyezi Mungu atafanya nini? Atatimiza. Na hiki kiso tufundishwa bwana Mtume, alhamdulillah, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo kama haya ametufundisha ili tufanye nini? Tutanabahi sisi. Asema siku moja yani ilitokea mama mmoja alikuwa akifagia pale msikitini. Nafikiri kiso mkijua. Alifariki yule mama. Alipofariki maswahaba wakaona hakuna haja tumsumbue Mtume, ni mwanamke tu yafagia hapa. Kaenda kumchukua akamzika. Masiku kadhaa matatu hivi 4 bwana Mtume hakumuona yule mwanamke. Akauliza yule sahaba, yule mwanamke yu wapi? Wakamwambia Rasulullah mfariki yule mwanamke. Akasema mbona hamkuniambia mimi? Mbona hamkuniambia? Haya, nielekezeni kwenye kaburi lake nikamswalia. Na akaenda kumswalia. Hadithi ni sahihi. Manake wale wanaosema ni haramu kwenda kuswali pale kaburini, bwana Mtume huyu hankwenda huyu. Watu wajui fiqh ya akhi, watu haribiani. Sasa kwa hivyo si haramu. Si haramu. Swali ya maiti swala ya jeneza. Bwana Mtume akaenda kumswalia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akiwa ndani ya kaburi. Naam, akiwa ndani ya kaburi. Sikusujudu. Kusujudu kwenye kaburi ni haramu. Yaani ukisujudu kuwa wewe sujudu labda yani tutoe mfano. Umepita kaburini ukasoma aya ya kusujudu. Ukafanya nini? Ukasujudu. Hakuna haram, maana wewe unasujudia kaburi. Wewe unasujudia kaburi, wewe unasujudu kwa ajili ya tilawa, sio? Unaona? Wewe huko si hata kuwa hukusujudu tu kuabudu. Wewe ile kaburi linitokea tu, kaburi liko pale. Kwa mfano hapa sasa kuna kama hiki, yaitwaje? Cushion hii. Nimeweka kitabu. Tumesoma aya ya kusujudu. Mimi nikisujudu utasema nimesujudia hii cushion. Na kusujudia cushion si shirki. Kama vile kwa hiyo mtu akisujudu, sisi madhehebu yetu kuswali kaburini hata swala ya kawaida si haramu. Kuswali kaburini hata swala ya kawaida si nini? Si haramu. Bora tu usigusane na najisi. Tumefahamiana? Baadhi ya madhehebu nafikiri kuswali swala ya kawaida ni haramu. Madhehebu yao wana dalili zao. Lazima uelekee qibla. Haya, tuendelee. Maana tulikuwa tunaona tutamaliza, lakini zimbaki kidogo vile tu tuarefusha katika maelezo. Haina nini. Anasema Sheikh wa nadhari fi baiti al-ghairi bighairi idhnihi, na kuangalia katika nyumba ya mtu mwingine bila idhni yake ni haramu. Maana ile mali yake na sana yatokea, sio? Hata hatujui kama ni haramu. Mtu atapita, unaona ile nyumba bwana iko hivi. Kuna watu mpaka aweza kuambia madirisha mangapi. Jamani, wewe kazi yako ni kuangalia majumba ya watu tu, yani wewe mambo yako ya kidunia tu. Hata kuja ile nyumba angalie, gari aliangalia, kuna nini? Si uzuri, haifai. Sawa. Maasi al-udhuni, maasi ya nini? Masikio. Kifupi tuseme hivi, kila ambacho ni haramu kukizungumza ni haramu basi. Kila kitu ambacho ni haramu kukizungumza basi ni haramu kukisikiza. Urongo si ni haramu kuzungumza, basi pia ni haramu usikize urongo. Kusengenya si ni haramu kuzungumza, basi ni haramu usikize. Ukiona mtu anaanza kusengenya, jaribu badilisha ile topic. Kama huwezi kumwambia bwana hata kusengenya, badilisha ile topic. Tafuta ndia utoke. Tafuta ndia ndugu yangu utoke. Sawa? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasemaje katika hadithi? Ama almustami' sharikul mutakallim au sharikul qa'il. Yule mwenye kusikiza ni mshirika wa mzungumzaji. Wote wanashirikiana katika ile dhambi, kwa sababu yule mzungumzaji lao ingekuwa mimi simsikii, mimi nkizivi, yule mzungumzaji angenizungumzisha. Naam. Kwa hiyo asema Sheikh kal istima'i ila al-ghiba, kama kusikiza nini? Masengenyo. Kusikiza masengenyo ni haramu. Asema Sheikh wa ghairi dhalika min al-muharramati, na mambo mengine ambayo ni haramu. Kusikiza nyimbo ambazo alfadhi zake ni za matusi, alfadhi zake ni alfadhi chafu. Sawa, kusikiza manyimbo umuman. Sawa. Kusikiza yani nyimbo ambazo zina ala za muziki za haramu. Maana ala za muziki wenyewe maulama wametofautiana. Kwa mfano matwari si haramu. Kwa hiyo ukisikia kwa mfano mtu yoimba mashairi yoyote na huko apigwa twari na ile mashairi halina maneno ya haramu, pale hakuna haramu. Lakini usikie
kwa imbwa na mtu yapiga aitwaje ile si kasba wacha kasba si haramu. Kuna ile nyingine wao wanaita zumari, Kiarabu ni zumari, mazamir au mizmar. Ile zumari haramu ile. Haya mambo ya gita pia wanasema wengi ni haramu. Ile kupuliza ile nani? Kuna aina fulani hiyo hizo zote wanasema ni haramu. Tamam. Lakini kuna khilafu kubwa, sasa tuingie huko kwenye khilafu. Na hizi kasida ambazo zinapigwa na hizi ala za muziki za kawaida, maana sasa hizo ala za muziki ndio nasema wengi katika maulama wanasema ni haramu. Hiyo kasba tu na twari hizo hawana ishkali. Lakini hizi ala za muziki nyingine, gita wanasema wengi ni haramu. Piano wengi wanasema ni haramu. Unajua hizi piano gita hazikuwa kitambo. Kwa hivyo ni mambo ambayo maulama wa zama zetu ndio watazizungumzia naam, lakini wengi wasema ni haramu. Wengi sana wasema ni haramu. Tukiambia ni kweli, wengi sana wasema ni haramu. Sasa wao wapige kaswida na ile, wengi katika maulama wasema ni haramu. Wakubali wakataa, ndio haki. Sisi bintaeleza haki. Wallahu a'lam. Haya, soma tumalize. Maasi yadi. Maasi ya mikono. rajul Maasi yadi. Yadi kwanza. Maasi yadi. Maasi yadi. كالتطفيف في الكيل والوزن والخيانة والسرقة وسائر المعاملات المحرمة كالقتل والضرب بغير حق. نعم. معاصي الرجل ومعاصي الرجل المشي في سعاية مسلم أو قتله أو ما يضره بغير حق. نعم. وغير ذلك من كل ما حرم المشي عليه إليه. معاصي الفرج ومعاصي الفرج كالزنا واللواط والاستمناء باليد وغيرها من معاصي الفرج. نعم. سema shekhe maasi اليد. Maasi ya nini? Ya mikono. Sawa. Sema shekhe katatfifi fil kayli wal wazni. Kama kukata, kupunguza katika kupima, katika vipimo. Maasi ya mkono sasa, kupunguza katika vipimo. Yaani vipi? Mtu yuapima, yuauza mchele. Bwana kilo 2 bwana. Yeye akiwa yuapima ile kilo 2, kuna mchezo huo amecheza kwenye ile mizani, haifiki kilo 2. Hii yatokea sana. Mtu ye ana mizani ya kununua na mizani ya kuuza. Akija wakati wa kununua, ana mizani yake ya kununua. Ikiwekwa ile yaonekana haijafika kilo 2, kumbe ishafika. Amecheza na ile mizani. Kuna namna ambapo waweza kufanya ile mizani twist kidogo iwe sasa ni nzito kidogo ama ni nyepesi. Wakati wa kuuza, wewe utakabana mchele kilo 2 bwana. Kutilia mchele hivi, wewe wadhani imefika kilo 2 lakini haijafika. Imepungua kidogo. Haramu ile. Nasema shekhe wal khiyana, na anachokula ile inakuwa ni haramu. Cha ziada kile anachokula ni haramu, ile pesa ziada anakula ni haramu. Wal khiyana, na kukhini, kudanganya. Khiyana maana yake yani ni kudanganya. Mimi nimefasiri kudanganya, lakini khiyana ni hivi, mtu akupe kitu umwekee, wewe ukakichukua ukipiga, bwana nakupa simu, hebu niwekee amana, mimi moja nasafiri, hebu simu niwekee, nikirudi bwana nipe simu yangu. Wewe ukunipa simu bwana, yani ile simu umeichukua, ile ni khiyana. Wasariqa na wizi. Wasariqa na wizi. Tamam. Na wasariqa na wizi, hiyo ni kuiba, sawa, ni haramu pia. Wasariqa wasairi almuamalat almuharrama, na muamala wowote wa haramu. Muamala wowote wa haramu. Muamala ni yani kuuza na kununua, fanya biashara yoyote ya haramu. Biashara yoyote ya haramu ni haramu, ni katika maasi ya nini? Ya mkono. Kama kuchukua kitu cha mtu kwa nini? Kwa nguvu, kumpokonya, yani ile ni haramu, sawa.
kalqatli, kama kuua. Angalia, kuua pale ni haramu, sawa. Wadharbi bighairi haq, ndio, na kumpiga mtu bila haki, kama kumpiga mtu kwenye uso ni haramu. Kumpiga mtu usoni bwana ni haramu, ndugu zangu. Kumpiga mtu umwache alama, kumpiga kwa namna ambayo itaacha nini alama, ni haramu. Mtoto yuko madrasa, yuko wapi, ni haramu, ni haramu. Mimi naeleza ndio sheria, ndio sheria. Kumpiga uso haramu. Mpige mbao. Kwa nini umpige mbao? Bwana Mtume amekataza. Mwanafunzi sijui Bwana Mtume amekataza. Wewe kilelezo chako ni Bwana Mtume ama nafsi yako? Unajua tusidanganyane. Wengi tunaopiga, tuwapiga kwa ajili ndio nafsi yetu inavyotaka. Manake hasira iko hapa. Kwa hivyo akikukosea, pap. Kisha wasema namtia adabu. Humtii adabu bwana. Humtii adabu. Adabu Bwana Mtume ashatufundisha namna yule mtoto anavyotiwa adabu. Tuweni wa kweli na nafsi zetu. Ikiwa sisi hatuwezi kukubali mambo kama haya, hatutowahi kusuluhisha nyoyo zetu. Hatutowahi. Bwana Mtume ameishi na watu wamemhudumikia miaka 10, hakumpiga. Saidina Anas anasema mimi nimemhudumikia Mtume miaka 10. Hakuna siku Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amenipiga. Hakuna siku ameniambia kwa nini umfanya jambo ambalo mimi nilikuwa sitaki ufanye. Kwa nini hukufanya jambo ambalo mimi ninakwambia ufanye? Hakuna siku amenikemea. Sasa Bwana Mtume alikuwa hajui kulea. Yeye manake ana moyo. Yaani manake sisi yule ambaye hata pengine ukisahau kwenda yeye amekutuma kitu. Ilikuwa Bwana Mtume hata akituma akileta kimwingine amesema Mtume haikemei. Mtume hamkemei. Jamani, hatusemi mtoto asitiwe adabu, atiwe adabu, lakini kwa dhawabit za kisheria. Kwa namna ambavyo sheria imetueleza. Bwana watoto wako hawasikii. Kwani Mwenyezi Mungu akimweleza mtume wake alikuwa hajui kuna watoto wako hawasikii? Tukielezwa kuwa yani mtoto akifika miaka 10 haswali achapwe. Sio? Achapwe kwa dhawabit za kisheria, usimpige uso, haramu. Usimpige kama mbwa, kama mwizi, ukamtoa alama, haramu. Na ndio sheria. Taeleza atakayekubali atake shauri zake, maana maelezo ya Bwana Mtume. Mambo mengine shauri zake. Haya. Na hii mambo ya kuua. Haya mambo ya kuua, mambo makubwa ndugu zangu. Kivipi makubwa? Maulama wana khilafu. Kuna khilafu kubwa katika tauba ya mwenye kuua. Tauba ya mwenye kuua. Je, tauba yake yakubaliwa ama haikubaliwi? Ama anayo toba, aweza kuomba toba? Fikiria. Mushrik akiomba toba yake afanye nini? Yakubaliwa. Maulama wana khilafu. Kafiri akiomba toba, kufuru yake, toba yafanya nini? Yakubaliwa. Mwizi akiomba toba yake yafanya nini? Yakubaliwa. Mrongo, yani maasi yote utakayofanya, maulama wamekubaliana kuwa yule mtu aweza kuomba nini? Isipokuwa kuua. Ukiua mtu bila haki, ushaumia. Kwa sababu gani? Wewe ukimuua si umemdhulumu yule mtu. Sio? Na ukumbuka sisi tukizungumzia maasi yanayofungamana na haki za wanadamu, ni kwa lazima umuombe yule uliomdhulumu nini? Amefariki chuma. Utamuombaje msamaha? Ndio maana baadhi ya maulama wamesema mwenye kuua hana nini? Hana toba. Na imekuja katika hadithi Bwana Mtume asema yani la yazalu almuslimu fi fushatin fi dinihi hatta yaktula, au kama qala, yani mu'min Muislamu huwa ana nafasi katika dini yake, ana nafasi ya kuomba toba, ana nafasi ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Madamu yeye yuko hai, anao nafasi hiyo, hata kitenda dhambi gani, mpaka atakapoua. Akishaua sasa atakuwa ameshajidhiki, ameshajifunga. Utaomba toba vipi na yule uliomuua amefariki? Ndio ishkali ya toba. Almuhim tuendelee. Maasi rijli, maasi ya nini? Ya miguu. Maasi ya miguu ni rahisi haraka. Atakuwa kwa bahati mbaya. Hayo yote bahati mbaya jamani, silishawaambia bwana. Bahati mbaya si dhambi, lakini ukiwa kwa bahati mbaya kuna kafara baba. Maana yake kuua jambo kubwa. Kwa mfano wapeleka gari ukamgonga mtu, kuna kafara bwana. Utafunga siku 60 mzee mfululizo. Utafunga miezi 2 mfululizo. Kuna kafara pale. Almuhimu asema shekhe, wa maasi rijli, na maasi ya nini? Ya miguu nini? Almashyu fi si'ayati muslimin, fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi. Hii ni kutembea kwenda kumsemea Muislamu kwa kiongozi, kwenda kumsemea Muislamu. Sasa ile kutembea kwenda kwa yule kiongozi ni haramu. Sawa? Kwenda kumsemea Muislamu au kutembea kwenda kumuua. Wenda kwa nia ya kufanya nini? Ya kumuua ni haramu. Sawa?
au ma yadhurruhu bighairi haqq, ama wewe watembea kwenda kumdhuru bila haki, wazampule yote. Asema wa ghairi dhalika, na mengine mengi, min kulli ma haruma almashyu ilayhi, katika chochote ambacho ni haramu kutembea kwenda. Kwa mfano kuna sehemu amekuja mwimbaji waimba mwanamke uchi, kwenda kumwangalia. Sasa wewe ukitembea ni haramu, ukifika kule utamwangalia, kumwangalia ni haramu, na kule kutembea kwenda nini ni haramu. Sawa? Wewe wenda sehemu ya kulewa, kule ukifika ukilewa ni haramu, lakini pia kutembea nini ni haramu. Wa hakadha. Sawa? Naenda maskani bwana, maskani ile kuna watu wanaangalia wanawake, maskani ile kuna kusengenya, maskani ile kuna kutia fitina, maskani ile kuna kutukana, basi kule kutembea kwenda pale nini ni haramu. Tumeelewana? Kutembea kwenda kulipiza kisasi pengine. Kulipiza kisasi, hebu tuzungumze. Kulipiza kisasi wewe huna haki mpaka uende kwa hakimu. Hakuna kulipiza kisasi mpaka uende kwa kiongozi, isipokuwa yule mwenye kulipizwa kisasi akikubali. Bwana mmekupiga mimi kofi, ndio nilipize kisasi. Mmekubali. Hakubali sijui nini ati uende kinguvu nguvu kwa ajili una nguvu. La, lazima uende kwa hakimu baba, kwa kadhi. Kadhi ndo aje hukumu, kisha mwisho atakuja kwambia haya mlipize kisasi, ama mwombe yule akulipe pesa, ama. Kuna matezo dini yetu. Manake ingekuwa hivyo, mlango huu ungefunguliwa, kila mtu angedai kuwa mimi ningekuwa tu nikiwa na chuki na wewe nasema yule alinipiga bwana, naenda kulipiza kisasi. Ingekuwa hakuna kudhibiti haya mambo. Ndio maana lazima muende kwa hakimu. Hakimu afuatilie kweli wewe umedhulumiwa, ndio atakulipiza kisasi. Watu wanachukulia ile nani kwamba haki ni yani kisasi ni haki. Kisasi ni haki, lakini ni kwa njia zake, kwa namna zake. Yani kwa mfano, mimi nimekupiga. Sawa? Nimekupiga, wewe una haki ya kunipiga. Lakini huji tu kanipiga pale pale. Mpaka mimi kwanza nikubali kweli nilikupiga, njoo unipige. Chukua kisasi chako, haina neno pale. Nenda kwa hakimu sasa. Nenda kwa hakimu. Hakuna matezo kwa dini yetu. Kwa sababu gani? Ule mlango ukifunguliwa, itakuwa mimi mtu yote ninayemchukia nitasema yule aninipiga, kwa hivyo mimi nenda kuchukua kisasi. Kweli morongo? Umeelewana? Sheria bwana, sheria ina udhibiti. Mambo ya kukata mtu mkono, hufai kumkata mtu mkono kwa kuiba, ati kwa sababu mimi ninamuona akiiba. Hakuna, nani nakwambia? Hakuna, mpaka muende kwa hakimu, kwa kadhi. Kadhi ndo anasimamisha ile, achambue kweli huyu ameiba. Ndo kadhi mkate mkono, sio mambo ya kufanya hapa. Mtu kwa mfano ameritadi, waliyadhu billah. Wala Mungu asitujalie, Mungu atupe atufishe katika husna al-khatima. Mtu ameritadi. Wewe si kazi yako wewe kwenda kumuua. Ukimuua upata dhambi. Ukimuua upata dhambi. Dini imesema nini? Imesema mtu akiritadi hukumu yake ni kuuliwa. Man badala dinahu faqtuluhu. Hii ni amri amepewa yule kiongozi jamani. Ni amri ya hakim. Ni amri ya hakim. Chaona? Manake ingekuwa raha basi astaghfirullah, singekuwa raha. Yaani ingekuwa upuzi, mimi ningeketi niseme jana bwana mimi nimemsikia yule ameritadi. Pap, nenda nampigie kipanga. Mtu tu amenikosea. Mimi niseme jana bwana nimemsikia yule ameritadi. Pap, nenda nimpigie kipanga. La, anafaa kwenda kwa hakim. Hakim amuite, wewe bwana umertadi. Mimi sijartadi. Fulani anasema umertadi. Sijartadi. Thibitisha. Mimi na swali nafunga. Kila kitu mimi sijartadi. Ninartadi vipi? Yule aitwe. Anartadi vipi? Asema bwana kufunga saumu si halali. Yule mtu aulizwe, wewe si wajibu yani. Wewe wasema kufunga saumu si wajibu. Ni wajibu. Mimi naamini ni wajibu bwana. Khalas, hajartadi. Ni hakim jamani, mambo yote yamedhibitika kisheria, si mchezo bwana. Lakini yeye akikubali anasema mimi mtu amepinga. Sasa hapo sasa mambo mengine. Tunaenda kwenye daraja nyingine, tunamwambia hakim tafuta wanazuoni ambao watamkinaisha kuwa lile jambo ni wajibu. Watampa dalili mpaka atosheke. Bado akipinga baada ya kupewa dalili sasa ndo hakim anamuua. Tena pia hakim ana maelezo marefu, maulama wamezungumzia ile amri ya bwana mtume. Yaani bwana mtume anake akiamrisha kitu, haya mambo kidogo yaweza kuwa marefu Lakini almuhim bwana mtume akimwamrisha hakim afanye kitu, mara nyingine anamuamrisha kuwa lazima hakim afanye, na mara nyingine anamuamrisha kuwa ni hakim mwenyewe aangalie maslahi. Lakini bora auwe, lakini angalia nini? Maslahi. Sasa kuna baadhi ya maulama wasema hii amri ya bwana mtume alipomwambia hakim mwenye kubadilisha dini muue, hii ni amri ya kumwambia hakim aangalie maslahi. Shaona? Si ati moja kwa moja lazima muue, angalia maslahi. Manake kuna watu watartadi lakini hawadhuru umma.
Yani hawa unajua kuna watu wakirtadi, hawa wataanza kuzunguka. Bwana Uislamu hivi. Wale ni watu ambao wanadhuru umma, sio? Manake wanazidi kuutia shubha kwa vijana, sio? Uwa yeye. Uwa yeye. Unaona? Lakini baadhi ya maulama wanasema la. Ikiwa mtu hana hivi, amertadi na yuko peke yake nyumbani anajivita na nini basi yule hafanye nini? Hauawi. Ni maelezo yako kwenye vitabu vya mafukaha. Watu hataki kusoma. Na katika sira, katika tarikhi Saidina Umar mpaka huyo mtu ametajwa. Kuna mtu alirtadi na Saidina Umar hakumuua. Mimi nimemsahau jina lake, nimemsahau nani. Lakini kuna mtu alirtadi na Saidina Umar hakufanya nini? Hakumuua. Iko katika tarikhi, iko. Sasa maulama ndio kafahamu, kwa hivyo ile amri ya mtume inaweza kufahamika hivi na hivi na hivi. Tumeelewana? Haya. Tuendelee jamani. Asema wa maasi alfarji, na maasi ya nini? Ya tupu. Asema wa maasi alfarji kazina, ni kama kuzini. Waliyadhu billahi. Tamam, nani katika kabair, katika madhambi makubwa zaidi. Waliwaq, na namna ambavyo ndoa imekuwa nzito siku hizi, kuzini kumekuwa sahali. Kitambo ilivyokuwa ndoa ni rahisi, wewe ukiwa na matamanio wafanya nini? Uenda oa. Alhamdulillah rabbil alamin. Siku hizi ukiwa na matamanio, ukipiga hesabu ya kuoa labda wahitaji miaka 2-3, na matamanio yako baada ya siku 2-3, utakwenda kuoa wewe? Watakutimiza shahwa zako? Waliyadhu billahi, mtu yuenda yazini. Mungu atustiri, atusamehe na atuepushe na madhambi kama haya. Waliwaqi, na nini? Na mtu kufanya dhambi za liwaqi. Mwanamume kwa mwanamume, ama usagaji sijui, mwanamke kwa mwanamke. Ni haramu na ni katika madhambi makubwa. Sawa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na ni katika madhambi makubwa kwa ijmaa ya wanazuoni. Liwaqi ni katika madhambi makubwa. Na wengi wanazuoni wasema liwaqi ni kama zina. Yani adhabu yake ni kama adhabu ya nini? Zina. Ile adhabu yake ni kama adhabu ya nini? Ya zina. Sawa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kisha asema Sheikh wal istimna bil yad. Wal istimna bil yad. Tamam. Na kufanya na kujitoa manii kwa mkono wake. Mtu ajitoe manii kwa mkono wake mwenyewe. Sawa, kujitoa manii kwa mkono wake, kwa mkono wako mwenyewe ni haramu. Kutoa manii kwa mkono wa mkeo si haramu. Mtu kutolewa manii kwa mkono wa mke wake si nini? Si haramu. Ni machezo ya kindoa yale. Lakini yeye mwenyewe mtu kujitoa ni haramu. Asema wa ghairiha min maasi alfarji, na mengine katika maasi ya nini? Ya tupu. Haya, tumalize. Nasemaje? Maasi albadani. Maasi ya mwili sasa. Al-ma'siyatu li kulli badani kal-uquq lilwalidain wal-firar min az-zahfi wa huwa min al-kaba'ir wa ghayri ma dhukira مثل قطيعة الرحم وظلم الناس والله الموفق والمعين لما يحب ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. Naam, maasi ya nini? Ya mwili. Maasi ya mwili. Nasema Sheikh, maasi albadani, yani haya ni maasi ya mwili mzima. Wal ma'siyatu bi kulli albadani kal'uquqi lilwalidaini, ni kama kuwafanyia uovu wazazi wawili, kutowasikiza wazazi wawili. Na hii ni katika madhambi makubwa. Haya ni katika madhambi makubwa. Sisi tuwafaa kuwafanyia tuketi mbele ya wazee wetu kama ambaye sisi maiti, ama tuketi kama watumwa. Uketi mbele ya mzazi wako kama mtumwa, akupeleka hivi uenda, akupeleka hivi. Jamani, ndugu zanguni, hivi ndo dini nituwekea. Lakini mimi nataka kufanya khairi fulani, bwana mzazi yataka hili, hebu mfanyie. Madamu si haramu, jaribu mfanyie. Tuketi nao kwa upole, tuketi nao kwa rahma, tuwafurahishe, tuwatekeshe, tuwaridhishe. Manake pale ndo pepo iko bwana. Pale ndo pepo iko. Sawa. Tuwaombee, tena hii kuombea muhimu sana. Hata baada ya kufa tuwaombee. Sawa. Hata ikiwa wale wazazi si Waislamu lazima tuwatii. Madamu hawatuamrishi haramu. Basi, madamu mzazi hakuamrishi haramu. Sawa. Tamam.
Maasi mengine walfirar min az-zahfi, ni kukimbia kutoka vitani. Ni kukimbia kutoka kwenye vita. Watu wapigana Waislamu na makafiri, tukafanya nini? Tukakimbia. Ni katika haramu. Wa huwa min al-kaba'ir, na katika madhambi makubwa. Hiyo katika madhambi makubwa, kukimbia kutoka vitani. Katika madhambi makubwa. Kisha asema shekhe wa ghairi ma dhukira. Wa ghairi ma dhukira. Na kuna mengine ambayo hayajatajwa katika maasi ya nini? Ya mwili mzima. Yeye ametaja mfano, anasema mithl qati'atir rahim, kama kukata kizazi. Kama kukata kizazi. Unajua maana kukata kizazi eh? Kukata kizazi ni ile wewe ami yako, jombako, dadako, ndugu yako huzungumzi nao, umehama, umekasirika, ile ni haramu. Ni haramu. Sawa? Wa dhulmin nas, na kudhulumu nani? Na kudhulumu watu pia katika maasi. Katika kudhulumu watu. Sawa, na kuna maasi yeye hajataja kama isbali thaubi, kama kurefusha nguo kwa kibri. Kurefusha nguo kwa nini? Kwa kibri. Kurefusha kanzu ifike mpaka chini huko kwa kibri, ile ni haramu. Sawa? Ile ni haramu. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Na baadhi ya maulama wasema mwenye kurefusha nguo kwa kibri, ile ni haramu, yani ni katika dhambi kubwa. Minal kaba'ir, ni katika dhambi kubwa. Sawa? Naam. Kisha asema shekhe, sasa ndo amaliza kitabu, asema wallahu almuwaffiq, na Mwenyezi Mungu ndo mwenye kutupa taufiki, yani mwenye kutuwafikia haya mambo tufanye nini? Tuwafanyie kazi yote aliyotangulia. Inshallah Mungu atupe taufiki. Asema walmuinu, na yeye ndo mwenye kusaidia lima yuhibbu wa yarda, yeye ndo mwenye kusaidia tufanye nini? Tufanye yale mambo ambayo ameyapenda na ameridhia. Yeye ndo mwenye kutusaidia. Watu mambo Mwenyezi Mungu kila wakati. Sisi tuombe Mwenyezi Mungu atujalie taufiki. Hili ni jambo muhimu sana. Wewe ukishajaliwa taufiki bwana, kwa lugha yetu ya Kiswahili wa Mombasa, tandika ulale. Ushapata bahati. Sawa? Asema shekhe, wa sallallahu, na rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie nani? Ala sayidina Muhammadin, zimfikie bwana wetu Muhammad, wa ala alihi, na ali zake, wa sahbihi, na masahaba zake, wa sallam, na amani zifikie. Sawa, kisha amalizie, ngoja tumalizie kidogo. Tumalizie dua kisha. Amalizia na dua ya qunutu shafi'iyya. Hii ndio tutamalizia nayo, kisha mmoja wenu atatia dua, kisha خلاص tutakuwa tumemaliza nini kitabu. Asema Sheikh qunutu shafi'iyya, ile qunuti ile ambayo ni sunna uisome alfajiri. Usema vipi? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, ewe Mwenyezi Mungu tuongoze na katika wale ulioongoza, wa afina fi man afait, na utupe afya ama utuepushe na maasi. Sawa, utupe afya ama utuepushe na maasi katika miongoni mwa wale uliowafanya nini? Ulioepusha na maasi ama uliowapa afya. Watawallana fi man tawallaita, na utawali mambo yetu, upeleke mambo yetu kama vile ambavyo umepeleka yale mambo ya wale watu uliowapelekea mambo yao. Wabarik lana fi ma atait, na utubarikie katika mambo uliofanya nini? Uliotupa. Waqina sharra ma qadaita, na utukinge kutokana na shari ambayo wewe umeiweka itatokea. Fa innaka taqdi wala yuqda alayka, kwa sababu wewe kwa hakika wewe ndo ambaye unahukumu na hakuna mtu ya hukumu juu yako. Innahu la yadhillu man walaita, kwa hakika hakuna mwenye kudhalilika katika wale ambao wewe umewafanya kuwa ni marafiki zako, umewafanya ni mawali wako. Wala yaizu man adaita, na hakuna katika wale ambao wamewafanya wadui, hakuna ambaye atapata izza, atapata ukubwa. Hawezi kupata ukubwa, hatopata utukufu wote. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, Mwenyezi Mungu wewe umetukuka. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, na uko juu, umetukuka na uko juu. Falakal hamdu ala ma qadaita, basi shukrani zote ni zako wewe. Ala ma qadaita, juu ya mambo uliyofanya nini, ulohukumu yatokee. Sawa, walaka shukru, na shukrani zote ni juu yako. Ala ma an'amta bihi, juu ya yale mambo ulotupa, ulotuneemesha, wa aulaita, na ukatufanya nini, ukatufanyia ni wilaya ama ukatutawalia mambo yetu. Nastaghfiruka wa natubu ilaika, tukuomba utusamehe. Nastaghfiruka wa natubu ilaika, na tunatubu kwako Mwenyezi Mungu. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu a'la wa a'lam. Na mpaka hapa takuwa tumemaliza kitabu hiki cha Ar-Risala Al-Jami'a, na imetuchukua darasa 20 na sio. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu ametupa fursa kuwa tumekisoma. Sasa kazi ni kukifanyia kazi, ndugu zangu. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu
atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, na atujalie tuwe ni wenye kukutana na maulama kama hawa walioandika vitabu kama hivi, na atujalie baraka za huyu shekhe aliyotunga kitabu kama hiki, na amsamehe na amzidishie khairi, azidi kunufaisha watu kupitia hivi vitabu walivyovitunga wema kama hawa. Naam. Sallallahu alaihi